Mafunzo haya yanakuja kama chachu ya kuamsha fikra zetu za siku zote, ili sasa tuendane na hali ya sasa bila kuacha maarifa ya siku za nyuma. Ziko baadhi ya nchi duniani ukienda wanaheshimu na kukubali sheria pengine kuliko sisi hapa tunavyoweza kuwa tulivyokuwa na imani kali au imani thabiti za dini zetu. Yaani ukimuuliza mwananchi au mfanyakazi au mtu yoyote, kati ya sheria na Mungu unaogopa nini? Jibu lake linaweza kukushangaza. Sisi hapa nina uhakika wengi wetu hapa tungesema tunaogopa nini? Lakini wako watu wanaogopa sheria zaidi. Nikisema hivyo nina maana au kusisitiza tujifunze vema kwenye nafasi hii ambayo tumeipata. Tuone jinsi ya kutumia maarifa yetu kuhakikisha kwamba tunazingatia taratibu na sheria kwa ubora na kwa umahiri zaidi katika kuwatumikia wananchi kwenye mkoa wa Dar es Salaam na kwenye halmashauri ya Ubungo kama eneo maalum. Nasisitiza kwamba kama hatutoa huduma bora, picha inayotoka nje ya ofisi zetu ni kwamba ofisi zetu hazina uadilifu. Ofisi zetu zina rushwa. Hata kama hatutoi au kupokea rushwa, lakini tutatoa taswira ya kwamba ofisi zetu hazina uadilifu, ofisi zetu zina rushwa. Kwa hivyo utoaji huduma ulio bora kwa umma na kwa wananchi ndio pekee utakaotufanya sisi tuonekane ofisi zetu zinatoa huduma bila kuzingatia rushwa, upendeleo au aina yoyote ya uvunjifu wa maadili. Tuitumie nafasi hii ya mafunzo kama nafasi pekee muhimu kwa ajili ya kuongeza maarifa. Itakapofika mwisho wa mafunzo haya siku ya leo, tuondoke na kitu ambacho kitatusaidia baada ya kurudi kwenye ofisi zetu. Mkakati huu ni mkakati unaotekelezwa kwa kipindi cha miaka 7 kuanzia 2023 na utaendelea kutekelezwa mpaka 2030. Na kwa kuwa mkakati huu unatekelezwa na taasisi zote za umma nchini na pia taasisi ambazo sio za umma, na kwa kuwa ni mkakati ambao unaendelea kutekelezwa, utekelezwaji wake unahitaji mafunzo maalum kwa wale ambao wanatekeleza huo mkakati, na mafunzo haya sasa ndio yanayowawezesha watekelezaji waweze kutekeleza kwa ufanisi zaidi. Utekelezaji unaendelea na taasisi zote za serikali, na halmashauri mbalimbali pia zimeshaanza kufanya utekelezaji huu, isipokuwa pengine mwamko katika baadhi ya halmashauri ulikuwa sio mkubwa sana. Na sasa kwa awamu hii kwa mkoa wa Dar es Salaam tunawashukuru kuliona hilo na wamekuwa na mwamko wa kufanya sasa mafunzo haya. Jitihada zinazofanywa na serikali kupitia utekelezaji wa mkakati huu zimeonyesha mafanikio ya kupungua kwa hali ya rushwa nchini. Kwa miaka kadhaa kama taifa tumepiga hatua mengi ambayo tunakwenda kuyakazia. Kwanza ni kuwafanya watekelezaji na wasimamizi wa mkakati huo wauelewe kwa kina mkakati wenyewe, lakini waelewe mambo ambayo wanapaswa kwenda kuyasimamia katika kukuza uadilifu ndani ya halmashauri zao na kupambana na rushwa. Na wakisha elewa waweze sasa kuweka mkakati wa utekelezaji na kujipanga vizuri zaidi ili tuweze kuona matokeo zaidi na ubora wa huduma na mapambano dhidi ya rushwa kwa siku zijazo. Mafunzo haya ni muhimu sana kwetu kwa sababu kwanza yamekwenda kutukumbusha wajibu wetu kama viongozi, namna gani ya kusimamia mustakabali mzima wa majukumu yetu na mustakabali mzima wa malengo ambayo tumejiwekea katika kutoa haki stahiki na yale ambayo yanatakiwa kutoleka katika jamii bila kuathiri haki zao. Lakini pia yanatukumbusha kusimamia rasilimali zetu, kuhakikisha kwamba zinatumika kama ambavyo yamekusudiwa kutumika na kuifikia jamii kwa malengo yale ambayo yamekusudiwa kuifikia jamii. Lakini pia imetukumbusha sisi kama watumishi wa umma kufuata maadili ambayo tumewekewa na tumeyasaini katika mikataba yetu katika kuhakikisha kwamba jamii inapata haki yake bila kuona kwamba inaonewa au inatakiwa kufanya kitu fulani ili kuweza kupata haki zake.